kila siku katika ukurasa huu wa Messianic Voice TV. Asante kwa wale ambao wamejiunga pamoja nami kwa saa hii. Nashukuru vile vile pia kwa wale ambao hupata nafasi ya kutufuatilia na kutazama wakati ambapo muda unapatikana kwao. Tumekuwa katika msururu wa kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu, na jana tulijadili hoja ya kwamba lazima tukafanya kazi pamoja na yeye kama partners ikiwa tutaweza kupata hali hiyo ya kuweza kuzaa mazao ambayo yanayomtukuza Baba na vile vile kuongeza mwili wa Masihi. Na tukaelekeza somo letu tukiangalia wakati ambapo Roho alipokuja mara ya kwanza siku ya Pentekoste pale katika nyumba ya ghorofa pale Jerusalem, na tukafuatilia kitabu cha Matendo ya Mitume, tukaona walizidi kuongezeka. Na kwa hivyo hata wakati tunamoishi tunaamini kwamba Roho Mtakatifu anazidi kufanya kazi kuongezea wengi wanaozidi kuokoka. Na kwa hivyo siku hii ya leo tunaangalia somo lenye kichwa kuelewa udhibitisho wa sikukuu ya majuma. Ni vipi Mtakatifu Yawe alivyothibitisha na alivyoitia nguvu sikukuu hii, na mwisho wake ilifikia wapi, na ni mafunzo gani ambao tunaweza tukajifunza katika siku hii ya leo. Na tukaweza kuomba. Mfalme mkuu, mtakatifu, Muumba wa mbingu na nchi, twakuinua, twakutukuza ni kwa sababu kando na wewe hakuna mwingine. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya kutujalia pumzi ya uhai. Tunasema ni asante kwa sababu ya kutujalia juma hili ambalo tumelifurahia kwa siku ambazo zimepita, na vile vile pia katika hali ya kuingia katika mwezi mpya, na vile vile kuona hata na mwaka mpya. Katika kila hatua na kila siku tunakushukuru kwa sababu ya upako wako ulio mpya kila asubuhi. Baba wetu, tunaomba tunapoendelea na kipindi hiki ukafanya Roho wako Mtakatifu akaweza kupuliza na kufanya wengi wakaweza kuelewa na masikio mengi ikaweza kufunguka. Ni kwa sababu litamani tukajua mapenzi yako. Nasi tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kutusaidia kutekeleza vile mapenzi yako yalivyo. Kupitia jina takatifu na teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumekuomba pamoja na kukutukuza. Siku hii ya leo nitafungua kitabu cha Walawi 23 na mstari wake ni wa 5, ambalo inasema, nanyi mtajihesabia tangia siku ya pili baada ya Sabato, zitakuwa Sabato 7 timilifu. Tunaona kwamba katika hali ya kuthibitisha ni wakati ambapo neno linazungumzwa na likafuatiliwa na likawa katika ukamilifu wake. Na katika mstari tuliousoma tunaona kwamba waliamuriwa wakaweza kuanza kuhesabu kesho yake ya Sabato. Hiyo waliokuwa wanaihesabu, tutazidi kuelewa inatuelekeza kusherekea sikukuu gani hii. Sikukuu ya majuma inayojulikana pia Pentekoste ni siku ya kawaida ya sherehe, si siku ya kawaida ya sherehe tu, ni sikukuu ya agano lililoanzishwa na kuthibitishwa na Yawe mwenyewe. Inaonyesha uhusiano kati ya Yawe na watu wake kupitia utiifu, mavuno, agano na kumwagwa kwa Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi wake. Neno udhibitisho, Kiingereza natumia neno ratification, maana yake ni kukubaliana rasmi au kuimarishwa kwa agano, sheria au ahadi ile iwe halali na yenye nguvu. Kwa hivyo unaweza kukuta kwamba watu wanakubaliana, na ili maagano yale yakawa na nguvu huwa yanapigwa muhuri kwamba mambo hayo ni ya kweli kabisa. Na kwa hivyo unakuta kwamba sikukuu hii ambao katika Agano la Kale iliita sikukuu ya majuma, kama tunavyoenda kutazama, utaona kwamba haikuteuliwa na mwanadamu, lakini aliyeumba mbingu na nchi katika hekima yake alitaka watu wakawa na hali ya kukongamana. Ukisoma kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 14, Biblia yasema, mara 3 kila mwaka utaniadhimishia sikukuu. Kwa hivyo anatoa neno
anawapatia watu wakaweza kuambatana na kile ambacho amesema. Na kwa hivyo neno kuu hapa tunalipata kwamba mtakatifu Muumba wa mbingu na nchi, akiwa na uhusiano mzuri sana na nyumba ya Israeli, aliwataka wakawa na hali ya kukutana mara 3 kila mwaka. Mara 3 hiyo kila mwaka kulikuweko na sikukuu 3 ya Pasaka, sikukuu inayoitwa ya Majuma, na hatimaye sikukuu ya Vibanda. Katika kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 2, Biblia yasema, nawe utaishika sikukuu ya Majuma. Kama nilivyosoma hapo katika utangulizi, tukasema kwamba sikukuu inayoitwa ya Majuma baadaye katika Agano Jipya imetajwa kama siku ya Pentekoste ama sikukuu ya Pentekoste. Ilikuwa ni siku ambayo tarehe zake, siku yake ilijulikana katika kufanya mahesabu tangia wakati wa Pasaka, na kawaida inapohesabiwa huwa inaangukia katika mwezi wa 3, na hivi sasa tumeingia katika mwezi wa 3, na kwa hivyo wiki hii tunajadili kuhusiana na sikukuu ya Majuma na ujazo wa Roho Mtakatifu na maagano haya. Sikukuu ya Majuma, nataka uelewe kwamba haikuanzishwa na mwanadamu, mbali yawe mwenyewe kama kusanyiko takatifu. Kwa hivyo mipango ya sikukuu hizi tunazozisoma katika kitabu cha Walawi, kikiangalia chote kinaongea kuhusu hizi ndizo sikukuu zangu, hizi ndizo sikukuu zangu, na mstari ambao tuliotangulia ukasema mtanifanyia sikukuu mara 3. Na kwa hivyo kitu ambacho tunachoona muhimu katika fundisho la mistari hiyo ambayo tumeisoma, yawe ndiye aliyeanzisha sikukuu. Tunafaa tukubali maandiko yanavyosema, lolote Baba alifanyalo ni lizuri, na yeye alianzisha sikukuu hizi akiwa na kusudi. Na kusudi hizo ndilo tunasema lilikuja kuthibitishwa kupitia masaa ya historia. Na kwa hivyo sikukuu ya Majuma inatuelekeza katika sikukuu ya Pentekoste, jinsi ambavyo mambo fulani yalivyotukia. Neno lasema vile vile pia ilikuwa sehemu ya mfumo wa Agano la Kale. Ilianzishwa, na katika agano lote katika historia ya Waisraeli waliendelea kuifuatilia. Hata wakati ambapo Mwokozi wetu anazaliwa, hawakuachwa nyuma kusherehekea mfumo huu wa sikukuu ambao ulionekana katika Agano la Kale. Tunasema hivyo ni kwa sababu ili tutakapokuja kuingia katika Agano Jipya tuone ilivyothibitishwa, na tuone vile Baba wetu alivyo wa mipango, na mipango yake inafaulu. Iliwakumbusha Israeli kuwa ongezeko lolote hutoka kwake. Ni vipi hivi? Ukiangalia sikukuu zote za Biblia, Baba wetu amezishikanisha na mavuno. Wakati wa Pentekoste walikula mikate isiyotiwa chachu, na wakati huo kukakuwa na mavuno ya shairi, na wakaambia kwamba hawatavuna mavuno yao kabla kwanza hawajatikisa mganda wa kutikisa. Na tunakuja kutambua kwamba ikatimizwa, ikathibitishwa wakati ambapo Yeshua alifufuka kutoka kaburini, na mtume Shaul anatuandikia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20 na pale 25 kwamba Yeshua amefanyika kuwa limbuko la kwanza. Hivyo ni kumaanisha lolote tunalolipokea latoka kwa Baba. Hata Masihi yeye alipoulizwa, aliongea katika kitabu cha Yohana 3:13 akasema, kule mbinguni sikuacha mtu, ila mimi niliyeshuka toka mbinguni, na huko ndiko nitakachorudi. Kwa hivyo chochote ambacho tunachokipokea, hata mavuno, lazima tukatambua kwamba aliyetupatia ndiye anayetutakasa, na ndiye anayetuamurisha jinsi ya kumfanyia yeye sikukuu. Kile yawe ameanzisha hubeba mamlaka ya baraka ya kiuteule. Na kwa hivyo katika hali ya kutunza sikukuu hizi, moyo wangu unaamini kwamba kuna baraka ambazo Baba wetu ametuwekea, na jina la Baba lipewe sifa. Sasa tuangalie sikukuu hii ilivyothibitishwa kupitia maagano. Ilitiwaje muhuri? Wakati ambapo neno linazungumzwa, hutiwa muhuri kwa damu, hutiwa muhuri kwa maisha.
Katika kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 8 Biblia imeandikwa, Musa akaitoa damu ile akanyunyuzia watu akisema, tazama damu ya agano. Na kwa hivyo kila neno linalosemwa lilitiwa muhuri kupitia kunyunyuziwa kwa damu. Na kwa hivyo mambo yote waliopewa, Musa alichukua damu akamwagilia kitabu, akamwagilia watu, na kwa hivyo ikaambiwa agano la damu ni agano la uhai, kwamba hautacheza nalo kamwe. Tunakumbuka pia katika mlima Sinai, Israeli waliingia katika agano na Yawe. Sikukuu ya majuma baadaye ikahusishwa na ukumbusho wa kutolewa kwa Torati. Tukirudi katika historia, mtazamaji mpendwa, ya Biblia, tunaona kwamba walipochinja kondoo wa Pasaka, walipaka damu katika mimo ya milango yao, na malaika wa kifo akaja akaua wana wa Misri, akawasalisha wana wa nyumba ya Israeli. Usiku huo ambao ulikuwa ni usiku wa tarehe 15 mwezi wa kwanza wa Biblia, ukihesabia kuanzia msimu huo siku 50, utakuta kwamba inaelekeza watu katika mwezi wa 3. Na hapo ndipo tunaposema kwamba katika agano la kale, Waisraeli walipofanya agano na damu, agano lao lilikuwa maneno haya. Yawe akawazungumzia katika Kutoka 19 akawaambia, ikiwa mtanitii na kusikia sheria hizi ambazo mmesikia nikizungumza, basi nitakuwa Mungu kwenu na nyinyi mtakuwa watu wangu. Nitawafanya kuwa uzao wa makuhani watakatifu, na vile vile nitawafanya kuwa wafalme. Mtazamaji mpendwa, walipewa mamlaka ya kwamba wanaweza kutawala popote watakapojipata, na vile vile pia walikuwa ni makuhani. Mara nyingi ukuhani wa baadaye unakuja kumwakilisha mtu mbele zake Baba wetu Yawe, lakini ukuhani wa kwanza ulikuwa ni kumheshimu Baba na kumtolea yeye dhabihu. Lakini mwanadamu alipoasi, ukuhani ukawa ni mara mbili. Kuna wale ambao wanaozimama katika zamu kwa niaba ya watu wale wengine, kwamba mwanadamu akiasi, mnyama atakufa kwa niaba ya mtu. Na sasa katika Agano Jipya tunamkuta Pasaka huyo huyo alichinjwa, Yeshua akawa damu yake ndiyo ambayo inayo tuambatanisha na yeye na tukusanyisha na yeye, na jina la Baba lipewe sifa. Mtazamaji mpendwa, ninaomba tukatulia kuchukua tangazo, na kisha tunaweza kurejea muda usiokuwa mrefu. In a world constantly searching for light, searching for truth, Messianic Voice TV has stood as a beacon. For all of us here, this is more than a broadcast. It's a calling. From the profound depths of Yahweh's teaching to the joyous celebration of the Sabbath, we have journeyed together. Side by side, we've explored the sacred text, uplifted spirits, and nurtured faith, guided always by the power of His Word. We've graciously brought you inspiring programs such as the Word Fest Show, Safari na Mawimbi ya Maisha, the Wheat and Chaff Podcast, Karamu ya Neno, Kiuo Kia Moyo, Ukarabati wa Ndoa, Biblical Movies, Request Our Songs, and so many more. Every Sabbath, every message, every show, a testimony of the trust you placed in us. You, our cherished audience on Facebook at Messianic Voice TV, you are the heart of what we do. You are the why we strive, why we grow, and the why we remain committed to sharing His eternal message. On behalf of the entire Messianic Voice TV family, we express our deepest, heartfelt gratitude. Your unwavering support, your uplifting comments, your dedication to seeking Yahweh's truth, they inspire us every single day.
We began this journey with a simple vision to bring hope, understanding, and fellowship into your home. And because of you, that vision continues to blossom. As we look towards the future, we invite you to remain on this journey with us. Continue watching, continue sharing, continue supporting Messianic Voice TV. Together, let us keep His voice echoing, bringing light to every heart, every family, every corner of the world. May Yahweh bless you abundantly. Asante sana kwa sababu ya kurejea tunapoendelea na fundisho hili la kudhibitisha sikukuu ya majuma. Na kwa hivyo kuna jambo ambalo nimetaka mtazamaji mpendo ukaweza kuelewa kwamba baada ya wana wa Israeli kutoka katika nyumba ya utumwa ya Misri, walifika katika mlima wa Sinai. Ukisoma kitabu cha Kutoka 19 samahani, itakwambia kwamba ilikuwa ni mwezi wa 3. Na vile vile katika kitabu hicho hatujaambiwa tarehe, lakini ilikuwa ni wakati huo wa mwezi wa 3, na wakati huo wa mwezi wa 3 ndio ambao tunakuta kwamba sikukuu ya majuma ilifanyika. Na kwa hivyo katika jamii ya Wayahudi wanaamini kwamba sikukuu ya majuma ililingana na mavuno ya kwanza waliopewa na Yawe. Mavuno haya ya kwanza yalikuwa ni yapi? Ni sheria walizosikia zikitoka katika kinywani mwa Yawe kwa masikio yao wakiwa wote. Mbeleni hiyo Musa alikuja akasema, nimesikia sauti kutoka kwa Mungu aliyekuwa na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimesikia sauti ya Elohimu, na yeye alinipa jina hili Yud-Heh-Vav-Heh, ama kusema Yawe. Lakini katika mlima Sinai ngurumo na moto zilisikika, na hofu ikawaingia wana wa Israeli, na wakavumilia hadi alipomaliza kuwapatia sheria za kwanza 10. Baadaye baba wetu alipeana sheria nyingi, lakini zilipitia kwa Musa kama mwandishi wa sheria, na yeye akaziandika kwa kidole chake. Lakini sheria 10 kawa ni mavuno ya kwanza wana wa Israeli walioipokea, ya kwamba Yawe huzungumza, Yawe husema. Na utakubaliana nami vile vile pia katika siku ya Pentekoste, watu waliojazwa Roho siku hiyo ya Pentekoste ndio waliokuwa mavuno ya kwanza ya watu kujazwa Roho wakiwa wote kwa ujumla. Maana katika Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa wa wafalme, manabii na watu wale wengine. Kwa hivyo unaona kwamba agano waliloingia na baba wetu Yawe kwamba mtanitii na mimi nitakuwa Elohimu kwenyu, lilitiwa muhuri na damu. Na kwa hivyo likadhibitishwa, na wao wakasema kwamba watakuwa wakifanya jambo hilo. Kwa hivyo damu ya Yeshua imedhibitisha agano jipya kwamba yeye ndiye Pasaka, na vile vile pia akazidi kuambia wanafunzi wake kwamba mtaongojea mpaka siku ile nitakayowapatia msaidizi, na siku hiyo ikafika, siku ya Pentekoste. Sikukuu ya majuma na malimbuko ya mavuno tunasikia katika kitabu cha Walawi 23, tulianzia 15 tusome 16 sasa. Na sikukuu ya mavuno na ya malimbuko ya kazi zako, za kazi zako. Kwa hivyo unakuta kwamba baada ya wana wa Israeli kufanya kazi, wakishavuna kuna kitu kilikuwa kinaitwa limbuko la kwanza. Na limbuko hili la kwanza lazima lingepelekewa baba wetu Yawe, kutambua kwamba ni yeye ametupa mvua, ni yeye amesaidia mavuno yawepo. Kuna bidii yetu ya kupanda, kuna bidii yetu ya kupalilia, lakini bila mvua ama bila uwezo wa baba wetu hatuwezi tukavuna. Na kwa hivyo wakaambiwa, kabla hamjaweza kukula lazima kwanza nilete malimbuko ya kwanza. Na hivyo ndivyo tunavyoona kwa hakika ilibidi Yeshua atikiswe kama limbuko la kwanza, ili tukaweza kufurahia mazao ya Roho Mtakatifu juu ya yoyote yule ambaye anayeamini. Sikukuu hii inatuonyesha, inathibitishwa kwa kusema kwamba inatupa mada ya mavuno, inatupa mada ya kuongezeka, na vile vile inatuonyesha watu ambao wamejawa na shukurani. Unajua, mara nyingi wakati ambapo mtu hataki kupeana fast fruit, hataweza kuelewa hata kitabu cha Mathayo 6:33 ambayo inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo unapochukua limbuko lako la kwanza ukampelekea Yawe, ni kusema nimeshukuru kwa sababu una haki yote ya kuninyima,
Lakini kwa sababu umenipatia haya mavuno, nimesongesha sehemu yako kama ulivyo ni ahidi. Kwa hivyo mimi nimekuwa mtiifu. Na unapotoa vile vile pia limbuko lako la kwanza, mtazamaji mpendwa, inasema kwamba unaelewa kumtegemea Yawe. Na kwa hivyo katika hali hii, kabla ya kufurahia mavuno, Israeli walimheshimu Yawe kwanza. How I pray kwamba filosofia hii inaweza ikaingia kila mmoja wetu. What do I mean here? Yaani, ukishapokea, kabla haujafanya bajeti, unajua kwamba kuna sehemu ya Yawe katika hicho alichokupatia, ukampa kwanza. Umeshukuru na vile vile pia unaamini kwamba kimetoka kwake. Lakini mara nyingi watu kwanza wanajaribu kutumia, alafu kitakachobaki waone kama watamsongeshea Yawe sadaka. Unakuta mara kwa mara wanasema kwamba havikutosha. Na wengine wenye kejeli na dharau wakasema kwamba kama ni yeye alinipatia, alikatia kwenye mita. Na ni kweli ana uwezo wa kukatia kwenye mita, lakini anataka apime uaminifu wako, anataka apime utiifu wako, na kwa hivyo anataka kwanza upokee yote, alafu wewe uone kama utampatia limbuko la kwanza, wewe uone kama utampatia hata na fungu. Malimbuko yalionyesha kuwa Yawe ndiye mtoaji. Bila shaka, shukurani hufungua mlango wa baraka hata na zaidi. Napendezwa na one of my mentors amezoea kusema kwamba unapoambiwa utoe fungu ama limbuko la kwanza, ni sawa na yule mtu ambaye anakuambia nataka udhibitishe kama kile nilichokutumia kilifika. Na nipeane na kwa hivyo usiporejesha hawezi hakatuma. Kuna wakati mmoja mtu fulani aliniambia nitakusaidia, na mimi pesa napenda kuzituma kwa posta. Nikamwambia posta imeshindwa, imepitwa na wakati. Akaniambia lazima nitatuma tu kabarua tu hivi, kakifika uniambie kamefika, nitajua hiyo address yako ni real, alafu baadaye nitatuma pesa. Na kweli kafika, nikamwambia bahasha yako imefika, nimeangalia tu ni kijikaratasi na kijitabu, asante sana. Akarudi akasema ametuma pesa mara ya pili, sijui aliweka pesa kwenye bahasha. Nikamwambia hiyo sikupata. Akaniambia mimi sitatuma pesa zikaibiwa na wezi. Nikamwambia sasa wewe ulichagua ule mfumo, lakini mfumo uliokuwa sawa sawa ni wa kidijitali kwa wakati huu. Kwa hivyo kila najaribu kusema ni kwamba ukitumiwa kitu kutoka kwa Yawe, anataka udhibitishe kwa kuweka signature yako kwamba nimepokea, alafu mpatie chance ya kupatie zaidi. Usipofanya hivyo unakuta kwamba mambo hayaendi sawa sawa. Kwa hivyo katika historia ya hali hiyo ya wana wa Israeli wakija wakitunza sikukuu hii ya wiki, ilifika mahali ikadhibitishwa kwa kutolewa kwa Roho Mtakatifu. Kitabu ambacho tumekisoma tutakirudia katika wakati huu inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza, hata ilipofikia siku ya Pentekoste. Nimesema mara nyingi ukiondoa neno hilo Pentekoste, unaweka neno hata ilipofika siku ya 50. Kwa sababu neno Pentekoste ni neno la Kigiriki. Na neno la Kigiriki linamaanisha siku ya 50. Kwa hivyo wakasema hata ilipofika siku ya 50, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 4. Baba wetu alithibitisha kwamba sikukuu ya mavuno ambayo walisherekea mavuno ya kwanza ya ngano katika jamii ya Waisraeli, ikawa ndio mara ya kwanza ya kupata mavuno ya watu ambao wameokoka, watu ambao wamejazwa na Roho. Siku hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza, ikadhibitisha maneno ya manabii waliokuwa wametangulia mbele kuonyeshana kwamba Roho atakuja, atashuka kama mtiririko wa maji. Na siku hiyo ya Pentekoste akaja kwa uwezo wa moto, moto ule uliokuwa katika mlima Sinai. Akaja katika uwezo wa upepo uliovuma. Biblia inasema upepo ulipovuma, ule upepo uliwavuta watu wakaja katika ile nyumba ambayo watu waliongea kwa ndimi kwa sababu ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Mtazamaji mpendwa, utiifu wa sikukuu ya majuma katika Agano Jipya ulitokea katika Matendo ya Mitume 2. Hawa walikuwa ni Wayahudi wa Galilaya, walikuwa wanajua Yeshua hakuwafundisha wakataani na sikukuu za baba yao Yawe.
Na kwa hivyo siku hiyo ya Pentekoste ililingana kamili na sikukuu ya majuma, na hivyo basi Roho Mtakatifu akaweza kushuka juu yao. Roho Mtakatifu alishuka juu yao, kusanyiko likapokea nguvu, thibitisho ya maneno ambayo Yeshua alisema, inanipasa niende ili Roho aje, nisipoenda Roho hatakuja. Wakaambiwa mtajazwa Roho, Matendo ya Mitume 1:4 mtapewa nguvu, muwe mashahidi wangu. Mtazamaji mpendwa, Agano Jipya lilithibitishwa katika njia ya kiroho. Sheria zilipeanwa katika mlima Sinai sikukuu ya majuma. Roho Mtakatifu amepeanwa katika siku ya Pentekoste. Kwa hivyo tunapata siku hiyo moja mambo mawili yalifanyika. Tunapewa uhusiano wa thibitisho ya agano. Agano la kale tunapata sheria, na Agano Jipya tunapata Roho Mtakatifu. Mambo haya ni mamoja katika kitabu ambacho tunachokiangalia Yeremia hapa chini. Nasema, nitaandika sheria zangu ndani ya mioyo yenu, si kama nilivyoandika sheria katika mbao ya mawe. Tumerudia na tukasema kwamba Yawe aliandika sheria yake kwa chanda chake cha mkono juu ya mbao za mawe, akaandika sheria 10. Na kwa hivyo katika Agano Jipya si kwamba lazima tuangalie ukuta tukasoma sheria. Sheria zimeandikika ndani ya mioyo yetu na tunazielewa, na Roho Mtakatifu anatusaidia kwamba hatuwezi kuwa wazinzi, maana hatuenendi kwa tamaa za mwili, tunaenenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hatuwezi tukaiba na mambo hayo na yale. Kwa hivyo unakuta katika Sinai Yawe alitoa Torati siku hiyo ya majuma, siku ya 50. Na katika wakati wa Pentekoste alitoa Roho Mtakatifu. Agano lilihama kutoka kwenye mbao za mawe hadi mioyo ya wanadamu. Ni ombi langu kwamba wewe unayenisikiliza, sheria za Baba wetu Yawe zimeandikwa katika moyo wako, na kwa hivyo thibitisho hilo ni katika kitabu cha Nabii Yeremia, chuo cha Nabii Yeremia 31 mstari wa 33, ambayo inasema, nitaandika sheria yangu ndani yako. Natumai mtazamaji mpendwa, hadi hapo tumeweza kufika. Umeweza kuona kwamba Roho Mtakatifu tunamhitaji, na tumepata udhibitisho wa jinsi ambavyo sikukuu ya majuma ilivyo muhimu. Na kwa hivyo kila wakati ambapo tunaposherehekea sikukuu hii ya majuma ambayo tutaisherekea Jumapili inayokuja, tunasherekea hali ya Roho Mtakatifu kufanya kazi katika waumini. Sikukuu inawadhibitisha waumini kwa kazi za ufalme. Tumechaguliwa kuwa mabalozi. Roho Mtakatifu alikuja kuwapa nguvu kuhubiri. Bila Roho Mtakatifu ni vigumu sana kupata mazao. Roho Mtakatifu alikuja kuimarisha utakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu watu wanawaza mambo ya kiroho. Warumi 8:6 inasema kwamba mawazo ya kimwili huleta mauti, lakini mawazo ya mtu ambaye aliyejawa na Roho huleta uzima na amani. Roho Mtakatifu alikuja kujenga umoja. Ili Roho aliye ndani yako ndiye Roho aliye ndani yangu. Sisi ni wamoja, maana tumezaliwa na Baba mmoja, tumepewa Roho mmoja, na vile vile Roho Mtakatifu huleta mavuno ya kiroho. Mtazamaji mpendwa, Baba wetu hapendi mtu mmoja akapotea. Ametupa nguvu tukaweza kufanya kazi hiyo. Na kama nilivyokuambia, Matendo ya Mitume 1:8 inasema, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mkisha pokea nguvu, Biblia ikasema kwamba mtaweza kuwa mashahidi wangu. Thibitisho lilionekana na matokeo yakawa ni wazi. Katika siku hiyo ya Pentekoste, watu 120 waliokuwa wamekongamana kusherekea sikukuu ya majuma, maana walijua sheria inasema kwamba mtakutana mara 3 kwa mwaka. Na kwa hivyo wale wote unaosikia, wengine walitoka kule, wakatoka wapi, walikuwa wamekuja Yerusalemu kusherekea sikukuu ya majuma kama ilivyokuwa desturi yao. Lakini ghafla bin vu, watu watatu waliomwamini Yeshua, watu 120 waliomwamini Yeshua, hawa wakajazwa Roho. Walipohubiri kwa nguvu na uwezo wa Roho, watu waliokuwa na hofu wakawa na ujasiri. Roho Mtakatifu aligeuza hofu yao ikawa ujasiri. Walihubiri na watu 3,000 wakaweza kuokoka. Mtazamaji mpendwa, nina kiu na shauku ya kuona angalau hata siku moja umehubiri watu 100 wakaingia kwenye ufalme.
Na wakisha ingia watu 100, unakuwa na ujasiri na imani ya kuamini kwamba utahubiri watu 500 wakaokoka. Hadi angalau ifike hata kama Petero alivyosema kwa maneno machache sana. Mkubalini na mkubali Yeshua mliyemkataa mkamsulubisha. Na wakauliza tufanyeje? Biblia inasema kwamba wakachomwa mioyo yao. Walichoma mioyo yao kwa maneno ya mtume Petero yaliyotiwa nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtazamaji mpendwa, ni vizuri kujazwa na Roho Mtakatifu, ni vizuri kusherehekea sikukuu ya Majuma, ni wakati wa kufurahia kazi ya Yawe iliyofanyika na inayofanyika katika hali ya waumini. Napomaliza kipindi, nataka nikuambie kwamba wewe utadhibitika kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu ikiwa utakuwa wewe ni mtiifu. Neno lasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Utadhibitisha kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu ikiwa matunda ya Roho yatakuwa ndani yako. Wagalatia 5:22 ukiendelea. Utakuwa na ujasiri wa kushuhudia. Waliomba ujasiri katika Matendo ya Mitume. Walipokuwa wanatishiwa maisha wakaomba, pia Roho akaja akawashukia kwa mara nyingine. Tumesema Roho Mtakatifu hutumiminikia kila wakati, maana ni kama mafuta yanayotumika yakaisha tukapata nyingine. Kama vile tunavyopanda mwaka huu tukapata mavuno, vivyo hivyo hata Roho Mtakatifu anafaa kutushukia na tuwe ni watu wenye ujasiri ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu na shukrani na utoaji. Wewe ikiwa unaamini kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, utakuwa unatoa kwa moyo. Ni kwa sababu Baba wetu anatuelekeza katika hali ya kukubali tulichopewa ikawa ni sehemu yake. Muda wangu umeyoyoma, sikuweza kumaliza yote niliyokuwa nimekuandalia, lakini nataka tu nikupatie hitimisho la kile ambacho tumekuwa tukijadili. Na siku ya Majuma inatufundisha kuwa Yawe hutimiza agano lake. Alivyoahidi katika Agano Jipya ametimiza. Yeshua aliyoahidi kwa wanafunzi wake yalitimia. Inatufundisha vile vile Yawe huwabariki wanaotii. Mitume walipotii kuongojea Yerusalemu walibarikiwa. Yawe huwapa watu wake nguvu. Bila shaka msaada na uwezo wetu unatoka mbinguni. Neno lasema tuangalie mashariki wala magharibi kwa kuinuliwa kwetu, na tuangalie juu ya milima, tunaangalia mbinguni, mahali ambapo Baba wetu anatupatia kile tunachokihitaji. Na jambo hilo lingine ni kwamba Yawe hudhibitisha ahadi zake kupitia Roho Mtakatifu. Na hivyo basi tarehe 24 Mei tunaposherekea sikukuu hii ya mavuno, na tukumbuke kuweka agano, na tukumbuke kufurahia mavuno ambayo Baba wetu ametupa, na zaidi mavuno ya mioyo ambayo imeokolewa, na vile vile pia tukaweza kudhibitisha nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na vile vile pia tukadhibitisha kwamba sisi ni watakatifu na sisi ni watu ambao wanaotembea katika mapenzi ya Yawe. Na hadi tutakapoonana tena katika kipindi kingine, ni mimi wako mchungaji SK Ng'ang'a. Yawe akubariki na kukulinda. Yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua HaMashiach. Coming up next on MVTV. Shalom. The Messianic Assembly joyfully invites you to the celebration of the Feast of Pentecost on Sunday, May 24th, in all our respective branches. Come and experience a solemn and glorious occasion as we celebrate the outpouring and power of the Holy Spirit upon humanity. This is a season of revival, empowerment, transformation, and the divine encounter. Gather with us in worship, prayer, thanksgiving, and the word as we honor this sacred feast. Bring your family, friends, and loved ones. Everyone is welcome. Messianic Assembly, celebrating the power of the Holy Spirit in humanity.